Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, Mheshimiwa Jessica Jonathan Msambatavangu ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja kwa 100% kwa niaba ya wananchi wa Tarime vijijini. Asante sana Mheshimiwa Mwita Waitara. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye bajeti hii ambayo tunakwenda kumalizia kuingia kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia afya na mimi nimeweza kusimama hapa kuchangia kwenye bajeti hii ya ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2022 nchi yetu ilifanya zoezi la sensa ya watu na makazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekumbusha hili na jambo ambalo nataka nikumbushe kwa serikali. Mkoa wa Tabora ni moja kati ya mikoa ambayo ina wakazi ama wananchi wengi. Ni mkoa wa 3 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninasema haya kwa sababu ninatambua kwamba siku zote serikali imekuwa ikifanya tathmini na kuangalia maeneo yalipo na watu wengi ndipo palipokuwa panapelekwa pia rasilimali kulingana na watu walioko maeneo yale. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nizungumzie kwenye swala zima la afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Tabora tunayo hospitali ya mkoa inaitwa hospitali ya Kitete. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali hii kwa sasa haitufai wananchi wa Tabora kwa sasa kutokana na population tulionayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali hii kwa mujibu wa wazee wetu iko tangu kabla ya vita ya pili ya dunia. Majengo mengi yaliyoko pale ni majengo ambayo yapo tangu wakati wa vita ya pili ya dunia hii. Haiwezekani leo kwa population tulionayo katika mkoa wetu wa Tabora bado tuendelee kufanya hospitali ile iendelee kuwa hospitali ya mkoa. Kwanza nyumba zimesha kuwa nyingi, majengo yameshazunguka, nafasi haitoshi hata ya kuweza kuongeza baadhi ya majengo ili hospitali ile iweze kufanana na hospitali ya mkoa. Ushauri wangu kwa serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana serikali, kwa sababu wilaya ya Tabora mjini ina ujenzi wa hospitali ya wilaya ambayo inaendelea, iko nje ya mji kidogo wa Tabora. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Tabora wanatamani hospitali ile ambayo ndiyo hospitali ya mkoa iende ikafanywe hiyo hospitali ya wilaya ya Tabora, na ile hospitali ambayo inajengwa kwa sasa ya wilaya pale waende wakafanye hiyo hospitali ya mkoa ili wananchi wa Tabora waweze kunufaika na huduma za afya bora na sio bora huduma. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema hili kwa sababu majengo yale yamechakaa mengi. Dr. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende tu kumjulisha msemaji anayezungumza sasa hivi. Ni kweli hali ya Kitete ni mbaya. Ukienda kutembelea ile hospitali iko kama kituo cha afya. Majengo yale yamezeeka, hayafai. Kwa hiyo hilo jambo analolizungumza Mheshimiwa Hawa naomba lizingatiwe sana. Asante Mwenyekiti. Mheshimiwa Hawa, unaipokea taarifa hiyo ya Mheshimiwa Dr. Tiantara? Mheshimiwa Mwenyekiti, naipokea kwa mikono miwili kwa rasi mstaafu wa Tabora. Anaijua hospitali hii na anachokizungumza anakielewa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nishauri serikali kupitia ofisi hii ya Waziri Mkuu, kwa sababu ndio serikali yenyewe, watubadilishie ile hospitali pale wakaifanye ikawe hospitali ya wilaya sasa, na ile hospitali ya wilaya ambayo inajengwa sasa iende ikawe hospitali ya mkoa ili iweze kuendana na wingi wa wananchi walioko katika mkoa wetu wa Tabora. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze sana serikali kwa kuweza kufanikisha kuongeza umeme kwa sasa kwa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze serikali kwa jambo hilo, na sisi wana Tabora Mheshimiwa Mwenyekiti tunanufaika na umeme uliopo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wetu wa Tabora, na hapa nazungumzia kwenye halmashauri ambayo natokea. Mimi natokea jimbo la Tabora mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya kukatika kwa umeme katika jimbo la Tabora mjini na mkoa mzima wa Tabora imekuwa ni changamoto kubwa ya mara kwa mara.
Hauwezi ukaingia kwenye grupu ya TANESCO Tabora kwa siku haujakuta malalamiko ya kukatika kwa umeme. Kama umeme umeshakuwa mwingi, wananchi wanahitaji kuona wanapata huduma hii kwa ufasaha na ufanisi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niiombe serikali kwanza itubadilishie miundombinu, kwa sababu hapa tatizo sio upatikanaji wa umeme. Tatizo ni miundombinu ya siku nyingi, miundombinu mibovu iliyopo katika mkoa wetu. Lakini katika jimbo la Tabora mjini, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wameshakuwa wengi. Transformer moja iliyopo pale kwenye halmashauri ya Tabora mjini haitoshi kutawanya umeme katika manispaa yetu. Matokeo yake mgao wa kila mara umekuwa kwa sababu hakuna umeme wa kutosha na hatuna transformer ambalo linaweza kubeba wananchi wote. Niombe serikali iende ikatuongezee substation nyingine pale, watuwekee na transformer nyingine ili wananchi wa Tabora waweze kunufaika na umeme uliopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wetu wa Tabora wamejiajiri kwenye mambo mengi ambayo yanahitaji huduma ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vijana ambao wanachomelea, lakini kuna wakina mama wanauza samaki, kuna wakina baba wanauza dagaa, lakini pia kuna watu wanafanya biashara ndogo ndogo ambazo zinahitaji umeme. Watu wana mikopo, watu wanahitaji kurejesha mikopo hii. Kama umeme utakuwa haupo masaa yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni changamoto na inasababisha wananchi wetu wa Tabora waweze kupata kipato kwa sababu ya katika kwa umeme. Tunaomba jambo hili katika bajeti hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, watusaidie, watupelekee, watuongezee transformer nyingine pale ili wananchi wa Tabora waweze kunufaika na umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala zima la mabonde yaliyopo nchini kwetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imebarikiwa mabonde mengi sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mabonde haya hayatumiki ipasavyo kwa kilimo katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natokea Tabora. Kuanzia hapa Bahi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenda Singida, kwenda Tabora, kuelekea Katavi, Kigoma, kuja Shinyanga na Kahama yake, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mabonde mengi kweli kweli. Na mabonde haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama serikali itaamua kuyaangalia na kuwekeza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mabonde haya na hususan kwenye kilimo cha mpunga, sisi tutakuwa nchi ya kwanza kulisha Afrika kwa mpunga ambao utakaozalishwa hapa. Sababu haya mabonde yamekuwepo, hayana kazi yoyote, lakini ni vizuri kuweza kuwaelekeza wananchi na kuwaambia sasa wahamie kwenye kilimo hichi cha mpunga, na serikali iweze kuwekeza na iweze kutoa elimu kwa wananchi wetu, lakini pia iweze kuwasaidia kwa masoko ili, Mheshimiwa Mwenyekiti, waweze kuuza nje mchele wetu ambao utazalishwa hapa. Niombe serikali ifanye utaratibu huu ili kuweza kusaidia vijana wengi waweze kujiajiri katika kilimo, lakini maeneo tunayo mengi na ni mazuri na yana maji ya kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala zima la maji katika mkoa wetu Tabora tumepata bahati ya kupata maji ya Ziwa Victoria. Nimpongeze sana Mheshimiwa Aweso kwa kazi nzuri anayoifanya. Ndiye waziri wa kwanza kuwepo kwenye wizara hii tangu ameingia kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mwaka wa 10 sasa unakwenda. Umekuwa naibu waziri na sasa umekuwa waziri. Mheshimiwa Aweso, nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Tunaomba wana Tabora, maji yamefika, lakini bado kuna baadhi ya maeneo ya Tabora mjini hususan kwenye kata za pembezoni bado hayapati haya maji. Tunakuomba sana Mheshimiwa Waziri, angalia jambo hili, wananchi wetu waweze kupata maji, waweze kunufaika na mradi wa Ziwa Victoria kwa kupeleka miundombinu yakiwemo mabomba ili wananchi hao waweze kunufaika na maji haya. La mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini sio kwa umuhimu, mwezi Oktoba mwaka huu Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu inakwenda kuingia kwenye uchaguzi mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe sana waheshimiwa wabunge wenzangu, lakini niwaombe Watanzania kwa ujumla, kila mmoja kwa dini yake, kwa imani yake, tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia na kutusaidia tuingie kwenye uchaguzi tukiwa Watanzania wamoja, tumalize tukiwa Watanzania na tuweze kuwa pamoja mpaka hapo wakati tunaendelea kuiendeleza nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuendelee kumuombea rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema, Mwenyezi Mungu amjalie hekima wakati tunaelekea kwenye zoezi hili, zoezi gumu, lakini Mwenyezi Mungu tunaamini atampa hekima
hekima na busara ya kuweza kutufikisha pale ambapo Watanzania wote tunapotarajia. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Mheshimiwa Rais wetu. Asante Mheshimiwa. Asante sana.